ambapo Yesu alikuwa amefika katika kijiji ama katika ile area, Biblia inasema kwamba akapata watu na machafuko nyingi, hata pamoja na wapiga virimbi walikuwa wale pale, maana ilikuwa imechafuka mno. Katika jina la Yesu Kristo, ilikuwa kuna kijana moja ama katika nyumba ya mtu mmoja ambapo ilikuwa kuna kijana kwamba alikufa. Yesu akawaambia watu, tokeni nje. Akaingia ndani, alipoingia ndani akaingia pahali ambapo ilikuwa kuna kijana. Kijana akaamka saa ile, maana mambo ilibadilika kwa wema na usidi wa Jehova. Leo nataka nitangaze maisha ya mtu, nataka nitangaze kwa neema niliyopewa katika jina la Yesu Kristo. Alipoingia mahali pale, ilikuwa kuna machafuko ambapo ilikuwa inaenda katika kijiji. Watu ambapo walikuwa na masangao, maana kijana alikuwa amekufa. Lakini alipoingia mahali pale, akawaambia tokeni, ondokeni mahali hapa. Akaondoka, watu wakaondoka, maana watu walikuwa wamechafuliwa na katika jina la Yesu Kristo. Alipofika kwa kijana pale pale, kijana akaamka, maana alisema hajafa, yuko macho, hajafa, maana amelala tu, hajafa, amelala tu. Katika jina la Yesu Kristo, uhai wake ikamrudia katika jina la Yesu. Leo nataka kuzungumza na mtu ambapo vitu zake zimekufa, vitu zake hazina uhai, kazi yake haina uhai. Huyo mtu ni nani ambapo kwamba vitu zake zimekufa, maisha yake zimekufa, lakini leo kuna uhai? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kunena na yule ambapo vitu zake zimeangamizwa, baraka zake hazina hai, ndoa yake imekufa, nyumba yake imeuliwa, watoto wameuliwa, maana kuna ndani yao. Lakini Yesu anakuja, anaamsha aliyokufa leo katika jina la Yesu. Pokea uhai katika jina la Yesu. Maisha yako yapokee uhai, kazi yako iwe na uhai, chombo chako iwe na uhai, chochote kiliouliwa Yesu anarejesha uhai, zinarudishwa uhai, zinakogoza tena uhai, zinarudi tena ndani ya ndoa, ndani ya masomo, uhai inarejeshwa, uhai inarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana mabwana arejeshe uhai wako, arejeshe kibali tena, arejeshe uhai ndani ya kazi yako, ndani ya biashara, ndani ya ndoa yako, ndani ya kazi yako. Kuna uhai tena, vitu zilizokufa zinaondolewa tena, zinaondolewa tena kwa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana mabwana atamalaki juu yako, atamalaki tena, akuonekania, akupiganie. Uhai regeshwe, uhai regeshwe kwa nyumba yako, regeshwe kwa ndoa, regeshwe kwa watoto, regeshwe, regeshwe vitu zilizokufa leo zinapokea uhai, leo zinapokea uhai. Yesu anarejesha uhai katika jina la Yesu, maana kijana atakufa leo, inatangaza uhai. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vitu ambavyo tunaweza kufanya zino hai. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambapo
kwa mikono yako zinapotea. Haleluya. Maana hakuna hai ndani ya biashara na ndani yako. Leo ninarejesha kile chochote waliondoa, wakakuweka wakakuacha mikele mito. Leo Bwana mabwana akujalie neema. Yesu akujalie neema. Anapokuja maishani mwako, maisha yako ibaki na hai, zako zibaki na hai, kwa ndoa iwe na hai, juu ya watoto wako iwe na hai, baraka zako ziwe na hai. Natangaza vitu za hai katika jina la Yesu. Acha mikono wa Bwana simame tena, rehema za Bwana ikuinue tena katika jina la Yesu. Bwana mabwana atende makuu. Haleluya. Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu asiyobadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Akiamua kurejesha hai haitashindikana. Bwana Yesu apewe sifa. Kile ambapo alionena hiyo ndio itakamilika. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama itachukua muda, Bwana atakuregeshea. Kiliondolewa itarejeshwa. Baraka waliofunga itawachiliwa. Kibali maishani mwako itawachiliwa. Upate kibali kutoka kwa Mungu. Upate kibali kutoka kwa Jehova. Upate kibali tena katika jina la Yesu. Kuja kwa mikono yako, kuja kwa biashara, kuja juu ya watoto wako, kuja ndani ya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Acha mikono ya Bwana bebe maisha yako, bebe kazi yako, bebe ndoa yako, bebe mchumba wako, bebe kwa jina la Yesu. Bebe maendeleo yako, maendeleo yako iwe na hai. Oh my God, my Father, usikate tamaa. Baba anakushughulikia, Jehova anakushughulikia, anakurejesha tena. Kijana atakapata hai katikati ya wote, wakati ambapo machafuko yanashuka katika ile nyumba. Maana kijana alikufa, lakini Yesu alipofika pale pale ikapatikana. Inatangazwa hai, inatangazwa hai, inatangazwa hai, inatangazwa hai, inatangazwa hai, inatangazwa hai kwa jina la Yesu. Jina la nguvu. Yesu akuonekania, Jehova akuonekania, roho ya nguvu za kazi na Bwana wa Bwana awachilie ndani ya kazi yako. Baba wachilie kwa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana aonekane. Serekea vile ulivyo sasa, akinyorekeza ikiwachiliwa. Asitakuwa vitu za kawaida, asitakufuata vitu za kawaida. Vitu za hai zitakufuatilia, vitu za hai zitakufuatilia katika jina la Yesu. Leo wanakuita jina lingine, lakini Baba wachilia jina tena, jina yako kwa hai, jina ya hai tena katika jina la Yesu. Oh my God, Yesu akubariki, Jehova akubariki, mwenye enzi na mamlaka asimame tena katika jina la Yesu Kristo. Damu ikanyamazishwa, vitu zikatendeka tofauti. Biblia inasema kwamba Yesu alipogeuka akamtazama na akamwambia kwamba binti yangu, my God, binti yangu, oh my God, kuanzia leo, kuanzia sasa mambo imebadilika. Maana akapata hai, akatembea na hai, mamlaka wa Bwana ikampata kumponya. Akishika tu basi vitu zitabadilika. Lakini alipofika mahali pale ambapo kijana alikufa,
kwamba nitayapona. Haleluya. Leo pokea neema kipya. Leo pokea neema kipya. Kama malaika wa Jehova, msaidizi wa Bwana, hawatapaki kama mtu aliyokufa. Natangaza haya, natangaza kufunguliwa, natangaza kukombolewa. Wakombolewe mtu wa Mungu, uwe na gharama ndani yako, gharama ya wokovu, gharama ya Kristo, gharama ya Jehova ikae ndani yako. Haleluya. Hawatashindwa, watasongezwa mbele, maana Yesu amekukujia, Jehova anakukujia. Katika jina la Yesu, wacha mikono ya Bwana kwamba ionekane, kwamba ikufungue, ikutawale tena, katika jina la Yesu. Pokea nguvu za Bwana. Kuna milango inaweza kufunguka juu ya maisha yako na neema itakuja leo. Bwana mabwana anaposhuka na kufanya rejesho, anaposhuka na kuachiliwa, acha Bwana aonekane, acha Mesaya aonekane. Chochote kilichokuzoea kupitia mikono ya Bwana, acha waelegezwe, acha kibali zilegezwe, acha uweza zilegezwe katika jina la Yesu. Bwana mabwana kuonekania, Baba kukumbuke na jana, Baba kukumbuke na jana, katika jina la Yesu Kristo. Washuhuda kwa wengine, washuhuda tena katika jina la Yesu. Chochote na nira zote, Baba kuondolee, Yesu kuondolee, aondoe katika jina la Yesu. Bwana Yesu ashughulika tena, Jehova Shama ashughulika tena, mwenye enzi na mamlaka, hakuna Mungu mwingine Wakuabudiwe ila ni Yesu Masihi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu peke yake. Mwabudu katika roho na mtafute katika roho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako ibadilike. Mungu ayabadilishe maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wokovu wako Mungu aingilie kati. Baba agaramike katika jina la Yesu. Agaramika huyo kijana kamuka. Leo agaramike juu yako. Leo Baba agaramike tena juu ya maisha yako wana hai, juu ya maisha yako wana penyo, juu ya maisha yako wana kibali, juu ya maisha yako pata penyo, juu ya maisha yako Bwana aonekane tena, aonekane tena kwa jina la Yesu Kristo. Kile kilichokuzoea natangaza ikuachilie, ikuachilie roho za mila, madhabahu ya kwenu zikuachilie, mila ya kwenu ikuachilie, madhabahu ya kwenu zikuachilie, chochote kiliinuka juu ya maisha yako ikuachilie katika jina la Yesu Kristo. Bwana mabwana aonekana, Yesu Masihi aonekana, Shaddai aonekana, elekezo hai tena, elekezo hai tena kwa jina la Yesu Kristo.